na giza, machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Mungu wetu mwema Wakati wote na wakati wote anaokoa. Nimshukuru Mungu wakati huu, nashukuru waombolezaji wote ambao mmefika mahali hapa kwa sababu ya sherehe hizi za mtoto wangu. Aliyelala ni mtoto wangu mpendwa Be, tena alikuwa rafiki yangu sana. Lakini ninamshukuru Mungu, maana jambo hili lilipokuwa likitokea, Mungu alikuwepo. Na huyo Mungu aliyeruhusu litokee anitie nguvu, nisije nikarudi nyuma, nisimame kwa jina la Mungu. Ninajua siku moja, ninatumaini nitakutana na rafiki yangu. Sifi Mungu, maana Mungu yupo pamoja nami. Mume wangu Mita, yupo Mungu ambaye ni Mungu wa kweli. Na kuomba tumtafute Mungu. Hatujapoteza. Mungu ameleta hili, huenda tujifunze jambo katika maisha. Tumshikilie Mungu na Mungu atatupigania. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nitoe pongezi zangu kwa wale wote ambao mmekuja kutufariji. Umenifunga mkanda sana tangia nilipopata msiba. Kwa hivyo basi itoshe niseme hivi. Kulingana na mazingira ambayo hiki kitendo kimefanyika, nitaongea kwa tahadhari kubwa sana. Kwa sababu tulikutana kama jamii, tukaongea vile huu msiba ungefanywa bila tashwishi yoyote. Ndio unaona watu wakiitwa hapa hawaji kwa sababu hatukuendana na fikra zao. Labda walikuwa na ari ama kufanya jambo fulani. Wanasema yajapo yapokee, lakini mengine tunayapokea shingo upande. Peni siamini na bado sitakuja kuamini kwamba vile ilivyowekwa ndivyo ilivyo. Kijana yangu, yani Beni na Brighton na mama yake, usiku huwa nasikia wakiimba, alafu wanaomba. Kwanza kabla waimbe huwa wanang'ang'ania nyimbo kwamba tutaimba sijui 50 na ngapi, mwingine anasema 80 sijui na ngapi. Mama anasema ngoja tuanzie huu alafu tumalizie huu. Alafu wanaomba kwa zamu. Labda Brighton anaanza, alafu Beni, alafu mama yake. Nisiwe muongo, ninajua kuomba lakini huwa sijumuiki. Yani nisije kudanganya na Mungu ananiona. Kwa hivyo hiki kitendo siamini, kulingana na vile watoto wangu walikuwa wamelelewa kwa misingi ya Kikristo, lakini yametokea. Wanasema maji yakimwagika hayazoleki. Wanasiasa ndoche muchere mtoba hanjere hanumocha keigo muje mutupe neno la faraja. Pamule, angalia lile sanduku ni fupi sana. Dinukara chako kori siasa. Kama unengane no watote hivi chituturi, tafadhali uchotote hivi. Lakini uchotote hivi kichibarabara hanga kinini na nini. Pamule mwana wana ageye tagutu ni chibarabara he. Mwana wana ageye tagutu na manchi. Tafadhali. Yani mutapatiwa muda. Mimi naomba muwapatie muda.
lakini watufariji. Lakini ngetendukira watu nyeba wansire hanga abande sijui wengine barawanza gukunga kuruhara sijui ni na nini omuno keva mure. Alafu niseme hivi, Beni Ruben Gorio ambaye amebeba jina la babangu mzazi mimi, huyu ambaye amekaa hapa, ninaamini jina lake saa hii mbinguni limeandikwa kwa wino wa dhahabu. Amina. Kwa sababu amle na kwa kuhamini umono yu ni sawa mpemba na yu mode takura ndo ama waje niachia niwalichira sira na kura sana la mwisho kwa sababu kuna watu wananifariji kupitia njia mbalimbali zikiwemo jumbe pote pale WhatsApp na hii ya kawaida, mambo mengi. Unimbate hivi kwa mule Beni akule, hata nifanye kitu chochote Beni hawezi rudi kuwa hai. Kuna yale nitapokea na kuna yale sitapokea. Maranya vile hiyo ogale garanda akore na gamonta akore nana tenda mlingi umuntu ukimwe mutego umuntu ule uso ukanyirane netava nawe. Mimi saa hii sina shida na mtu kwa sababu najua Beni saa hii yuko mbinguni. Kulingana na vile alikuwa anafanya maombi na anaimba, Beni yuko mbinguni. Sasa kama mtu ako mbinguni, ukitaka nikamlingi hansi ama ateseke. Wacha akae mbinguni aniandalie makao. Asante. Naomba mtakatifu